Ili kupata habari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama kengele. Mbengo TV, we are the best. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanahabari, karibuni tena hapa katika place yetu hii muhimu kabisa, na leo nimewaiteni kwa nia na madhumuni ya kutoa taarifa maalum ambayo tunakwenda kuifanya katika jiji la Lubumbashi katika nchi ya DRC ama nchini Kongo. Na hili ni tukio maalum ambalo tumeamua kulifanya kwa ajili ya wapenzi wetu, familia yetu, ndugu zetu, watu wa nchi ya Kongo, ambapo kimsingi kabisa tunakwenda kufanya dua maalum, dua ya mafundo, dua ambayo inatarajiwa kufanyika kuanzia tarehe 1. Dua inatarajia kwenda kufanyika tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka huu wa 2026, siku ya Jumamosi, kuanzia saa 2 asubuhi hadi majira ya saa 7 za mchana kwa saa za Kongo, ambayo ni sawa na saa 3 asubuhi ya Tanzania hadi saa 8 za mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki, kwa maana ya Uganda, Kenya na Tanzania. Tukio hili la dua ya mafundo ni dua maalum. Tumechagua kufanya dua hii kutokana na uzoefu mdogo tuliopata katika kipindi cha mwezi 1.5 tulichoishi katika mji wa Lubumbashi. Tumegundua kwamba watu wengi wanaokuja kutuona wamekumbwa na athari zinazotokana na vifungo, ima vya mashetani au vya uchawi au vya majini wachafu au vya hasadi, na wengi wamefungwa katika mlango wa uchumi. Wachache wamesubiwa na maradhi, na wengi wao wameathirika katika mlango wa mahusiano na ndoa. Lakini 75% ya watu wote tuliowapokea Lubumbashi wameonesha kuwa na shida katika mlango wa uchumi. Wako watu wanafanya kazi ya uchimbaji wa madini, lakini anakwenda kwenye eneo la tukio, anajaribu kuchimba. Kabla ya kuchimba anafanya vipimo, anaona vipimo viko sawa, anakwenda kuchimba, hakuti anachokichimba. Kama ni kopa inaondoka, kama ni cobalt inaondoka, kama ni dhahabu inapotea. Mwingine anapima, anaona chini madini yapo, wanakwenda kuchimba. Anapochimba wanachukua mchanga, wakiupeleka maabara wanakuta hakuna madini kabisa. Hili tumegundua kwamba watu wengi wamesibiwa na vifungo vinavyosababishwa na nguvu za giza katika swala zima la uchimbaji wa madini. Lakini lipo kundi ambalo linasibiwa sana na athari za kiuchumi, yaani mtu anafanya jitihada. Wako Wakongomani wamesoma vizuri, wana elimu ya kutosha, wanafahamu Kifaransa vizuri, wana taaluma kadha wa kadha, lakini upatikanaji wa kazi na ajira za kuwasaidia kupata kazi zimekuwa ngumu. Makampuni ya Wachina na mengine ya uchimbaji ni mengi sana katika nchi ya Kongo, na kimsingi kwa wingi wa makampuni yanayofanya kazi kusingekuwa na haja ya mtu yoyote, Mkongomani yoyote mwenye elimu akakosa ajira. Lakini wako watu hawana ajira kabisa, wanakosa kazi. Kwa nini? Kwa sababu ukiwachunguza kwa kina utagundua wana vifungo katika maisha yao. Lakini wako watu wanaojaribu kukimbizana na biashara. Kama mnavyofahamu, Wakongomani ni moja kati ya watu ambao hawakulala, ni watu wanao survive, wanahaso kutafuta maisha, wanakimbizana na nguvu ya utafutaji wa maisha. Na ndio maana leo Mkongomani unaweza kumkuta nchi yoyote duniani, yaani hakuna nchi duniani Mkongomani hayupo akiwa anapambana kutafuta maisha. Atakuwa kwa namna yoyote yuko katika nchi hiyo anakimbizana kutafuta maisha. Kwa nini? Kwa sababu ni watu ambao hawakujibweteka, watu ambao hawakulala, watu ambao wanapambana kutafuta kesho yao, wanatamani kuishi maisha ya ufahari, wanatamani kuishi maisha mazuri, lakini wengi wao hawana mafanikio na hawapati hayo maisha mazuri. Wanajaribu kupambana kwenye biashara, biashara haziendi. Mtu anakimbia
anafika mpaka $100,000, $50,000, $300,000, $1,000,000, $2,000,000, kisha anashuka bila ya sababu za msingi, uchumi unaharibika. Haya tumeyaona na tumeyazingatia. Ndio maana tukasema, kwa sababu fans wetu wengi sisi kama Islah Foundation, Islah Islamic Dua Center, Islah Company Tanzania Limited wanapatikana Kongo kuliko mahali popote duniani, na sisi tumeamua kupeleka fadhila katika nchi ya Kongo. Na kwa sababu ya jiografia ya nchi ilivyo, tumeamua kwenda kufanya dua katika mji wa Lubumbashi, na hii itakuwa dua maalum, dua ya kufungua mafundo ya nguvu za giza zinazoharibu uchumi, dua ya kufungua mafundo ya nguvu za giza inayoharibu biashara, inayoharibu kazi, inayoharibu afya, inayoharibu mahusiano. Mtu yoyote mwenye changamoto za nguvu za giza anapaswa kuingia katika jambo hili la dua ya mafundo, ambayo itabebwa na hawasi za namna 4. Hawasi za namna 4. Hawasi ni nini? Yani itabebwa na vitu tofauti tofauti vinne. Dua hii ikifanywa utapata vitu vinne ambavyo navyo utavitumia baada ya dua hii, na vitu hivi vinne utakavyovitumia baada ya dua hii, na kuhakikishia kwa idhini ya Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi, uwe na kifungo cha kichawi, uwe na kifungo cha mizimu, uwe unaishi na wachawi, uwe na hasadi, uwe na majini wachafu, Mwenyezi Mungu ataufungua mwili wako na utarudi katika hali ya kawaida. Nalisema hili si kwamba nafanya halafu naondoka. Lubumbashi mimi sasa nina ofisi Lubumbashi, napatikana Lebata pale, eneo la Lebata, Gulf Lebata pale napatikana katika mji wa Lubumbashi. Nalifanya hili na nataka nione matokeo yanatokea nikiwa bado niko katika nchi ya Kongo, katika mji wa Lubumbashi. Nasema hili kwa watu wachache, nataka waone naye ndo kuyafanya watakavyofanikiwa nayo, na masimu watakayopiga ya furaha na faraja kwa namna watakavyobadilisha maisha yao. Nini kitafanyika? Tutafanya dua maalum kwanza ya kufungua mafundo. Dua hii ina utaratibu wake na ina njia yake. Tutaitambulisha katika vipindi mbalimbali nitakavyovifanya kupitia vyombo mbalimbali vya habari ikiwemo Islah TV. Watu wataona kwa kina dua hii itakavyokuwa inafanyika na namna tutakavyokufungulia mafundo. Uwepo katika eneo la tukio au upo nje ya tukio, lakini mahala ambapo tunaweza kukutumia hizi dawa 4 ukazitumia, basi ni kuhakikishie dua hii itakupa matokeo ya ajabu popote ulipo duniani biidhnillahi karim. Lakini cha pili ni zile hawasi 4 utakazozitumia kwenye dua hii ya kufungua mafundo. Hawasi ya kwanza itaenda na barua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyowaandikia majini wachafu na mizimu mibaya iache kuwatesa na kuwasumbua wanadamu. Barua ambayo maneno yake aliyowaandikia majini Mtume sallallahu na mizimu wabaya. Barua hii ina uwezo wa kumchoma jini na kumuunguza na kumpoteza kabisa. Ina uwezo wa kumuunguza mzimu mbaya na kumpoteza kabisa, ikiwa barua hii utaitumia kwa utaratibu tutakao kuelekeza wewe utakayeingia katika dua hii. Kwa kitu cha kwanza utapata barua maalum, utaitumia kuilalia kwa muda wa siku 7, ima wakati wa dua au kabla ya dua au baada ya dua. Unaweza kuilalia barua hii baada ya dua kabla ya kutumia dawa. Unaweza kuitumia barua hii kabla ya dua, baada ya dua, na wakati wa dua utakapoanza kuitumia dawa. Barua hii utatakiwa kuilalia kwa siku 7. Dalili ya kuthibitisha barua hii na nguvu, ukiilalia tu, jini yoyote kama wewe na mashaitani watapiga kelele na wataungua vibaya katika mwili wako na watakuacha salama. Kama nyumba yako ina vitu vibaya, vitaungua na vitatoeshwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Jambo la pili, katika dua hii utapata mafuta maalum, mafuta ya mvuto yanayotokana na mimea yenye kutengeneza mvuto katika maisha yako. Kuna watu wamepoteza mvuto katika biashara, kuna watu wamepoteza mvuto katika mahusiano, kuna watu wamepoteza mvuto katika kila kitu. Sasa wewe ambaye mvuto wako umeharibika, watu wanakudharau, heshima yako imeshuka, watu hawakukubali, ukienda kuomba kazi huthaminiki, ukisimama kwenye duka wateja hawaji, ukisimama kwenye biashara wateja wamegoma, kuna mafuta maalum ya mvuto
atakayopewa mtu atakayeamua kuikubali kuingia katika dua hii kwa utaratibu tutakaomwelekeza. Namna ya kuingia katika dua hii na kupata mwongozo wa dua hii, tupigie simu kwa namba ya Kongo ya Airtel ya Kongo ambayo ni 0984 64 56 90. Narudia tena 0984 64 5690, na maanisha nef 9 ni nef 0. Hiyo ndio namba yetu ya Kongo. Ukipiga namba hii utapata mwongozo wa namna ya kushiriki dua hii. Ni dua maalum kwa ajili ya watu wachache sana, wasiozidi watu 81, wasiozidi watu 81. Kwa nini tumepanga idadi ya watu 81? Dua hii ina historia, mfano wa watu wa Nabii Nuhu waliosafiri na jahazi, waliookolewa kwenye gharika ya Nabii Nuhu. Kuna siri kubwa katika dua. Ndio maana dua hii tunaita dua ya mafundo, dua ya kufungua vifungo, dua ya kukuondosha kwenye shida, dua ya kukuondosha kwenye dhiki, dua ya kukuondosha kwenye umaskini, dua ya kukuletea mabadiliko mapya katika maisha yako. Lingine, ukitoa mafuta haya utakwenda kupewa zawadi ya mti wa shajarati nur. Shajarati nur ni mti uliokufa, mti ambao ulikatwa ukafa kabisa, ukakauka kabisa, alafu ukasomewa dua, ule mti ukarudi mbichi kabisa. Yani ulikufa kabisa, alafu baada ya dua unafanywa kuwa mbichi kabisa. Huu ndio mti wa shajarati nur. Ni mti wenye maajabu makubwa. Utapewa mshiriki wa dua hii, na mti huu utauoga ukiwa mbichi kwa utaratibu utakaoelekezwa, na utatia nia, kama mambo yangu yalivyokufa na mti huu ulikufa, na mambo yangu nataka yafunguke, yawe yamekuwa mazuri, yachanuke upya kama mti huu ulivyokuwa mbichi baada ya kifo chake. Utaoga dawa hii kwa muda tutakao kuelekeza baada ya kuingia katika wale watu 82 watakaoingia katika dua hii, au 81 watakaoingia katika dua hii. Hawasi ya tatu utakayopewa katika dua hii, utakwenda kupewa ya 4. Hawasi ya 4 utakayopewa katika dua hii, utakwenda kupewa dawa maalum ya kuoga, dawa maalum yenye maajabu ya miti 7 inayotokana na miti iliyofishwa kisha ikachipua upya. Miti 7 iliyokatwa ikafa kisha ikachipua tena, ikawa mipya, ikawa miti mibichi, ikaendelea kuishi baada ya kifo chake. Miti hii 7 kwa utaratibu maalum imevunwa dawa na ikatengenezwa dawa maalum ya kuoga, ya kufungua na kuisha yote yaliyokufa katika maisha yako. Dawa hizi 4, khawasi hizi 4, ukizitumia vizuri katika dua hii ya mafundo na ukashiriki katika dua hii ya mafundo, na kuhakikishia utakuwa mtu mwenye tofauti katika maisha yako. Lakini ni dua yenye utaratibu, huwa kila inapofanywa hawatakiwi kuzidi watu 82. Dua hii hawatakiwi kuzidi watu 82. Ikitokea wamezidi, inabidi liwe kundi la pili na kuwe na dua maalum kwa kundi hilo, kwa sababu huwa inabeba watu wachache tu wanaotiania kwa kusudio la dua hii. Wewe ndugu yangu unayetaka kushiriki kwenye dua hii, unaruhusiwa kushiriki kwenye dua hii. Ni dua ya aina yake, unashiriki dua hii bila ya mashaka. Kwa Watanzania, dua hii utaratibu utapewa kwa utaratibu tutakaoelekeza kwa watu wanaotaka kushiriki kule Tanzania. Ama kwa upande wa Kongo, namna ya kushiriki dua hii utaitumia namba ya simu ya Airtel ya Kongo ambayo namba yake ni 0984 64 56 90. Narudia namba 0984 64 56 90. Namba yetu ni hiyo. Ukipiga namba hiyo utakuwa umepiga namba ya customer care hapa Lubumbashi, na wewe utakuwa miongoni mwa watakaopangwa katika ratiba maalum ya kushiriki kwenye dua hiyo. Dua hii utagharamia
ina gharama ndogo. Gharama yake ni ndogo, ambayo ukiitoa utapata vitu vyote nilivyovisema na utakwenda kubadilisha maisha yako. Gharama ni ndogo sana, ndogo sana. Utapata maelekezo kupitia simu yetu kule ambayo nimeitaja hapo mwanzo na hapa mwisho. Mpenzi mtazamaji, ni matumaini yangu utashiriki katika dua hii na kufanikiwa katika maisha yako. Wabillahi tawfik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.